Hujambo mtazamaji na karibu katika makala maalum ambayo inaelezea kile ambacho kimefanywa na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin katika mkutano wa klabu ya majadiliano ya Valdai ambao rasmi umekamilika mjini Sochi, ambapo pamoja na mambo mengine Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alishiriki katika kikao cha mwisho cha pamoja cha mkutano huo wa 22 wa mwaka wa Valdai International Discussion Club. Na pia Rais wa Urusi Vladimir Putin alipata nafasi ya kuwa na maswali na majibu na waandishi wa habari ambao waliuliza mambo mengi sana, lakini sisi tumekuandalia makala hii ambayo inaelezea kile ambacho amekizungumza Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kwa utaratibu kabisa, ili watu muweze kuelewa katika yale ambayo ameyazungumza. Rais Putin alianza akasema, huenda jambo lisiwezekane kwangu kutengeneza muongozo au maagizo yoyote, ila hilo si jambo la msingi, kwa sababu mara nyingi watu wamekuwa wakiomba maagizo au wanaomba ushauri, lakini baadaye ushauri au maagizo hayo wamekuwa hawayafuati. Na hii kwa hivi sasa ni kanuni ambayo imekuwa ikitekelezwa mara nyingi zaidi. Hapa nafafanua kidogo, anazungumza kwamba mara nyingi mataifa mengi, hasa mataifa Ulaya Magharibi, yamekuwa yakitengeneza kanuni, yanatengeneza miongozo, yanatengeneza sheria, lakini kwa bahati mbaya zaidi wao hizo sheria, kanuni na miongozo hawazifuati. Hiki ndicho ambacho anamaanisha Bwana Vladimir Putin. Anasema, wacha nitoe mtazamo wangu kuhusu kinachoendelea duniani, lakini nafasi ya taifa letu ndani ya kinachoendelea duniani na namna ambavyo tunaona matarajio ya kile ambacho kinaendelea. Klabu ya majadiliano ya kimataifa ya Valdai imekutana kwa mara ya 22 na mikutano hii imekuwa zaidi ya jadi njema. Majadiliano katika jukwaa la Valdai yamekuwa yakitoa fursa ya kipekee ya kutathmini hali ya dunia kwa uadilifu na kwa upana, lakini pia kubainisha mabadiliko na kuweza kuyaelewa namna ambavyo tunatakiwa kuyaishi mabadiliko hayo. Bila shaka, nguvu ya kipekee ya klabu hii ipo katika adhma na uwezo wa washiriki wake kuangalia mbali zaidi ya yaliyo ya kawaida au yale ambayo ni dhahiri. Hawafuati tu ajenda iliyowekwa na anga ya taarifa za kidunia, ambapo mtandao unachangia kwa njia chanya na hasi. Mara nyingi ni vigumu kutofautisha, bali kumekuwa kukibuka maswali ya kipekee, kutoa mitazamo kuhusu mchakato unaoendelea na kujaribu kuinua pazia linalofunika yajayo. Hii si kazi rahisi, lakini mara nyingi tumekuwa tukifanikisha hapa katika klabu ya majadiliano ya Valdai. Tumebaini mara kwa mara kwamba tunaishi katika enzi ambapo kila kitu kinabadilika na kwa kasi kubwa mno. Ningesema hata kwa mabadiliko makubwa, bila shaka hakuna yeyote kati yetu anayeweza kuona mustakabali kikamilifu wa dunia ilivyo. Hata hivyo, hilo halituondolei jukumu la kujiandaa kwa yoyote yale yajayo. Kama nyakati na matukio ya hivi karibuni ambavyo yameonyesha, lazima tuwe tayari kwa lolote. Katika vipindi hivi vya kihistoria, kila mmoja anabeba jukumu maalum kwa hatima yake binafsi, kwa mustakabali wa taifa lake, kwa dunia kwa ujumla, na viwango vya hatari leo vinaonekana vipo juu zaidi. Kama ilivyotajwa, ripoti ya klabu ya Valdai ya mwaka huu imejitolea kwenye mada ya dunia yenye nguvu nyingi na vituo vingi vya ushawishi, ambayo inafahamika kama multipolar polycentric world. Mada hii imekuwa kwenye ajenda kwa muda mrefu, lakini sasa inahitaji amani na umakini pekee. Hapa nakubaliana kabisa na waandaaji. Mfumo wa nguvu nyingi ambao tayari umeanza kuonekana ndio unaounda mazingira ambayo mataifa yataenda. Wacha nijaribu kueleza kinachofanya hali ya sasa kuwa ni hali ya kipekee zaidi. Kwanza, dunia ya leo inatoa nafasi iliyo wazi zaidi. Kwa hakika, mtu anaweza kusema ni dunia yenye ubunifu katika uendeshaji wa siasa za kigeni. Hakuna ambacho kimepangwa mapema. Mambo yanaweza kuendelea kwa mwelekeo tofauti. Mengi yanategemea usahihi, umakini, uthabiti na tafakuri ya kina ya vitendo vya kila mshiriki katika mawasiliano ya kimataifa. Lakini katika nafasi hii kubwa pia ni rahisi kupotea na kupoteza mwelekeo, jambo ambalo kama tunavyoona limekuwa likitokea mara nyingi. Jambo la pili, nafasi ya mfumo wa nguvu nyingi ni yenye mabadiliko ya kasi. Kama nilivyosema, mabadiliko huwa yanatokea kwa haraka, wakati mwingine yanatokea ghafla. Karibu mara moja yanaweza katokea usiku mmoja tu na yakatokea mabadiliko. Ni vigumu kujiandaa kwa jambo hilo na mara nyingi haiwezekani kulitabiri. Mtu lazima awe tayari
kuitikia papo hapo katika muda halisi kama ambavyo wanasema. Hapa rais wa Urusi nikifafanua anajaribu kuongea kwamba ni kama unavyozungumzia chafya. Yani huwezi ukasema umepanga sasa chafya itokee. Inatokea. Sasa je, umejiandaaje? Kwa hiyo anasema wakati mwingine vitu vingine vimekuwa vikitokea, vinatokea ambavyo vinakuwa ni vya papo hapo, kwa hiyo watu wanatakiwa kujiandaa. Let's say kama inatokea vita, huwezi ukasema ulijiandaa kwamba vita itatokea kesho. Mtu anaweza kaamua kuanzisha vita leo usiku na mwisho wa siku watu mnatakiwa kupambana, hamkujiandaa. Kwa hiyo Putin anasema mambo mengine yamekuwa kitokea, mengine ni ghafla, mengine yanatokea muda huo huo, lakini dunia ni lazima ijiandae saa na wakati wowote ule. Jambo la tatu anasema hili ni muhimu sana. Nafasi hii mpya ni ya kidemokrasia zaidi. Multipolar world inafungua fursa na njia kwa idadi kubwa ya wachezaji wa kisiasa na kiuchumi. Pengine haijawahi kutokea katika historia kwamba nchi nyingi kwa wakati mmoja ziwe na uwezo au tamaa ya kushawishi mchakato muhimu wa kikanda na wa kimataifa. Zaidi ya hapo, vipengele vya kitamaduni, kihistoria na vya kimkakati vya nchi mbalimbali sasa vina nafasi kubwa kuliko wakati mwingine wowote. Ni lazima kutafuta maeneo ya kugusana na kuoanisha maslahi. Hakuna yeyote aliye tayari kucheza kwa kufuata kanuni zilizowekwa na mtu mwingine mahali fulani mbali. Kama nilivyosema, alivyowahi kusema mwimbaji maarufu nchini kwetu, alisema ng'ambo ya ukungu, au kama vile kusema ng'ambo ya bahari. Yani Putin hapa anasema haiwezekani tuwe na dunia ambayo inapokea maagizo kutoka katika taifa moja ambalo linatoa maagizo na kwa bahati mbaya lenyewe halifuati maagizo hayo. Anasema kwa muktadha huu, hoja ya tano ni hii: maamuzi yoyote yanaweza kufikiwa tu kwa misingi ya makubaliano yanayokubalika kwa pande zote zinazohusika au kwa wingi mkubwa wa wahusika. Vinginevyo hakutakuwepo suluhisho lolote linaloweza kudumu, isipokuwa maneno makubwa yasiyo na maana na michezo isiyokuwa na matunda ya tamaa za madaraka. Hivyo basi, ili kupata matokeo, maelewano na usawa, haya ni mambo ya lazima watu wote wawe katika meza ya maamuzi. Hatimaye, fursa za hatari za dunia yenye nguvu nyingi haziwezi kutenganishwa. Kwa kawaida, kudhoofika kwa udikteta uliokuwa na sifa ya kipindi kilichopita na kupanuka kwa uhuru kwa wote ni maendeleo chanya yasiyopingika. Wakati huo huo, chini ya hali kama hizi, ni vigumu zaidi kupata au kuimarisha ule usawa madhubuti ambao wenyewe ni hatari dhahiri na ni hatari kubwa zaidi. Hali hii kwenye sayari ambayo nimejaribu kuielezea kwa ufupi ni jambo jipya kabisa kimaumbile. Mahusiano ya kimataifa yanapitia mabadiliko ya kimsingi. Kinyume cha matarajio, mfumo wa nguvu nyingi umekuwa na matokeo moja kwa moja ya jitihada za kuanzisha na kulinda utawala wa kiulimwengu. Jibu la mfano wa kimataifa na historia yenyewe kwa shauku ya kupitiliza ya kupanga kila mtu kwenye piramidi moja, huku nchi za magharibi zikiwa kileleni. Kushindwa kwa juhudi kama hizo kulikuwa swala la muda tu, jambo ambalo tumekuwa tukilisema siku zote kwa njia na kwa vipimo vya kihistoria limeonekana likitokea haraka kabisa. Hapa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin bado anajaribu kuendelea kutufungua akili kwamba dunia ilikuwa ipo katika mfumo ambao unaitwa ni mfumo wa usawa, lakini dunia ilikuwa ipo kama pyramid fulani. Pyramid ni mfumo wa pembe tatu. Yani wanakuwepo watu kule juu ambao wenyewe wanaotoa maamuzi, halafu hayo maamuzi yanarudi yanatiririka kama maji kushuka kwenye haya mataifa mengine ambayo yapo huko chini. Sasa Putin anasema kwa hivi sasa jambo hilo halipo tena, kwa sababu watu wote wanatakiwa kushiriki katika meza ya maamuzi. Anasema miaka 35 iliyopita, wakati mgongano wa vita baridi ulipoonekana kufikia mwisho, tulitarajia alfajiri ya enzi ya ushirikiano wa kweli. Ilionekana kwamba hakukuwa tena na vikwazo vya kiitikadi au vinginevyo ambavyo vingetatiza suluhisho la pamoja la matatizo ya wanadamu au uratibu na utatuzi wa mizozo na migogoro isiyoepukika kwa misingi ya heshima ya pande zote na kuzingatia maslahi ya kila mmoja. Niruhusuni nitoe rejea ya kihistoria. Nchi yetu katika jitihada za kuondoa sababu za mgongano wa kambi za kijeshi tulianza na kutangaza mara mbili kwamba tuko tayari kujiunga na NATO. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 1954 katika enzi za Umoja wa Kisoviet. Mara ya pili ilikuwa ni mwaka 2000 wakati wa ziara ya Rais wa Marekani Bill Clinton mjini Moscow, tulipozungumzia jambo hilo naye. Na mara zote mbili tulikataliwa moja kwa moja. Ninarudia, tulikuwa tayari kwa kazi ya pamoja na hata zisizo za moja kwa moja katika uwanja wa usalama na uthabiti wa kimataifa.
Lakini wenzetu wa magharibi hawakuwa tayari kujiondoa katika kifungo cha mitazamo ya kijiografia na historia pamoja na mtazamo rahisi wa dunia. Nimeshawahi kulisema hili hadharani mara nyingi. Tulipokuwa tukizungumza na Rais Clinton alinieleza, naomba kunukuu, hili ni jambo ambalo ni la kuvutia sana. Nafikiri linawezekana, lakini saa chache baadaye jioni ile ile alisema, nilishauriana na timu yangu, jambo hili haliwezekani. Na nikauliza, litawezekana lini basi? Lakini majibu yake yakawa hayana maana. Mwisho wa yote, nafasi halisi ya kugeuza mambo kuelekea mwelekeo chanya tulikuwa nayo, lakini kwa bahati mbaya mtazamo tofauti ndio ambao ulishinda. Nchi za magharibi zilikubali tamaa ya kutafuta nguvu kamili za juu kabisa. Hili lilikuwa kishawishi kikubwa na chenye nguvu zaidi. Yaani Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin hapa anajaribu kutuambia kwamba mkitaka kugundua kwamba NATO sio muungano ambao unalenga kutengeneza usalama na ulinzi kwa dunia, NATO ni muungano ambao unalenga kuonesha nguvu ya taifa moja ambalo linatakiwa kutoa maamuzi kwa mataifa mengine, na ndio maana waliigomea Urusi kwa sababu waligundua kama wakiruhusu Urusi hiyo 54 na 2000 waingie katika kuwa mwanachama hai wa NATO, basi wasingekuwa wanafanya upuuzi ambao wanaofanya leo hii. Lakini Bwana Vladimir Putin anasema hapo ndipo anguko ambalo lilikuwepo. Bill Clinton alikubali, akasema ni ukweli usiopingika, Urusi lazima iwe mwanachama wa NATO, lakini masaa machache baadaye akasema la hasha, jambo hili haliwezekani. Anasema ili kutoangukia kishawishi hicho kulihitajika kuwa na upeo wa kihistoria na kiwango kizuri cha elimu na maandalizi ya kiakili, lakini wale waliokuwa wakifanya maamuzi hawakuwa na uwezo huo wa kufikiria katika viwango vya juu zaidi. Mwishoni mwa karne ya 20, baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Kisoviet na kuhitimishwa kwa mgongano wa kambi za kijeshi, Marekani na washirika wake walifikia kilele cha nguvu zao. Ilikuwa nafasi ya kipekee kuongoza dunia kwa uhalisia, si kwa maneno matupu. Lakini badala ya kujenga mfumo salama na thabiti wa mahusiano ya kimataifa, walijaribu kuendesha dunia nzima chini ya kanuni ya mshindi anachukua kila kitu. Wakaamua kutumia hali ile ya mpito kudhibiti siasa na uchumi wa dunia nzima. Sijui kama mnaelewa Putin anavyozidi kuwasanua, kuwafungua akili Lakini mfumo wa dunia ni changamoto zaidi kuliko hesabu za kijiografia za mkakati wa kijeshi au mkakati wa kisiasa. Hauwezi kuendeshwa na mtu mmoja tu au kundi dogo la mataifa. Kuamini kwamba mtu anaweza kudhibiti dunia nzima ilikuwa ni kosa kubwa zaidi. Hata sasa bado tunaona dhana hiyo ya kujitangaza kama kiini cha ustaarabu, huku wengine wote wakionekana kana kwamba ni wapili wasio na maana. Ni dhana ambayo imefifia, lakini bado haijatoweka. Matokeo yake ni haya tunayoona leo. Badala ya ushirikiano wa kweli, kumekuwa na mizozo isiyoisha, uvamizi wa kimaeneo, kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine, na migawanyiko mipya ambayo inaongezeka kila uchao. Kwa maneno mengine, kilele cha nguvu za Marekani kilikuja, lakini kiligeuka kuwa chanzo cha mgawanyiko na udhaifu badala ya msingi wa uongozi wa kweli wa dunia. Putin anasema kuwa badala ya kujenga mfumo wa haki na mshikamano wa kimataifa baada ya vita baridi, Marekani na washirika wake walichagua kutumia nguvu za kijeshi kwa ajili ya kuiendesha dunia. Walihalalisha kila uvamizi kwa kisingizio cha sheria za kimataifa, lakini kwa kweli walikuwa wakitumia kanuni zilizotungwa na wao wenyewe, yani si sheria za kweli za Umoja wa Mataifa, bali ni kanuni zilizoundwa kwa faida ya upande mmoja tu. Akatoa mifano kadhaa Bwana Vladimir Putin. Vita vya Yugoslavia ambapo NATO ilishambulia bila idhini Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Iraq ikivamiwa kwa madai ya silaha za maangamizi ambazo hazikuwepo. Libya ambapo uingiliaji ulipelekea taifa kuvunjika na kuwa uwanja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Syria ambako wanajeshi wa Marekani bado wapo kinyume na sheria za kimataifa wakidhibiti maeneo yenye mafuta bila ridhaa ya serikali ya pale Damascus. Hii ni mifano halisi ambayo anaizungumza Bwana Vladimir Putin, inayotokana na dunia ya unipolar. Putin anasisitiza kwamba kila mara kinachoitwa sheria za kimataifa kimekuwa ni kisingizio cha kulinda maslahi ya mataifa machache ya magharibi. Kwa hiyo, kwa mtazamo wa Urusi na nchi nyingine nyingi, hii si sheria ya pamoja bali ni udikiteta wa upande mmoja. Anasema Putin, sheria ya kimataifa halisi ipo tu kwenye mkataba wa Umoja wa Mataifa. Chochote kinachowekwa pembeni ya hapo ni ujanja wa kisiasa. Kwa hivyo wakati magharibi inazungumzia kuhusu kanuni zinazotegemea utaratibu, kimsingi wanamaanisha utaratibu wanaotunga wao wenyewe bila ridhaa ya wengine. Hilo ndilo limeleta migogoro na vita visivyokoma. Putin anasema kuwa historia imethibitisha kuwa dunia haiwezi kuendeshwa kwa misingi ya udikteta wa pamoja na upande mmoja.
Mfumo wa magharibi uliojengeka juu ya nguvu za Marekani baada ya vita baridi sasa umedorora na unapoteza uhalali. Kwa nini? Anasema moja, kwa sababu haukuwa wa pamoja, ulikuwa ni utaratibu wa kulazimishwa ambao haukuheshimu sauti za wengine. Mbili, kwa sababu ulikuwa ni wa kibaguzi, ukionyesha wazi kuwa maslahi ya baadhi ya mataifa yako juu kuliko mengine. Tatu, kwa sababu ulikuwa ni unyonyaji, hasa kwa kutumia dola ya Marekani kama silaha ya kifedha na kiuchumi. Putin anasema hali hii imesababisha dunia kuingia katika hatua mpya kabisa. Hatua ya kwanza ni multipolarity, dunia yenye nguzo nyingi zenye nguvu. Yani hapa sasa anataja China, India, nchi za Asia, Afrika, Amerika ya Kusini, Mashariki ya Kati pamoja na Urusi yenyewe, wote wakiwa na haki na sauti sawa. Anasema hii sio ndoto wala falsafa tupu, bali ni mabadiliko ya kweli ambayo yanaonekana. Kwanza, yanaonekana katika biashara ya kimataifa, inazidi kufanya sarafu za kitaifa badala ya dola pekee. Pili, mashirikiano mapya kama BRICS, SCO na wengine yamekuwa majukwaa ya ushawishi mkubwa. Tatu, nchi nyingi haziko tayari tena kufuata kanuni za magharibi zisizokuwa na ridhaa za pamoja. Na hili nafikiri mmeliona pia, viongozi ambao walishiriki kwenye mkutano wa UNGA walizungumza mambo mengi sana mazito. Wakasema haiwezekani, watu walitengeneza sheria zao hizo miaka hiyo, lakini sheria hizo mpaka leo zinatumika. Yani sheria ambayo au kanuni ambayo uliitunga baba ukiwa peke yako, hauna mke wala hauna mtoto, sheria hiyo hiyo au kanuni hiyo hiyo ndio unataka itumike wakati tayari baba una mke, una watoto, watoto wana wajukuu, wana vitukuu. Anasema jambo hilo haliwezekani kabisa, ni lazima watu wafikirie namna gani ya kuishi upya. Kwa maneno yake Putin anasema kwamba, na mnukuu, dunia mpya inajengwa sio kwa maelekezo kutoka mji mmoja pekee, bali kwa mashauriano na makubaliano ya wengi. Lakini ameonya, multipolarity sio dawa ya matatizo yote. Ni kweli inaleta uhuru zaidi kwa nchi nyingi, lakini pia inaleta changamoto mpya, kwa sababu usawa huu mpya unahitaji mazungumzo magumu, uvumilivu na ustahimilivu wa kweli. Kwa kifupi, Putin anaona dunia ipo katika hatua ya mpito, kutoka kwenye udikteta wa upande mmoja, Western unipolarity, kuelekea kwenye mpangilio wa dunia yenye usawa wa mashirikiano ya kweli ambao tunaiita multipolarity. Putin anasema Urusi haiwezi kutengwa wala kusukumwa nje ya mfumo wa dunia. Kwa nini? Kwa sababu jiografia na ukubwa wa eneo. Urusi ndilo taifa kubwa zaidi duniani lenye kuunganisha Ulaya pamoja na Asia. Lakini Urusi ina rasilimali na nguvu za viwanda, inamiliki akiba kubwa ya mafuta, gesi, madini na teknolojia za kijeshi. Lakini sababu nyingine kwa nini Urusi haiwezi kutengwa ni nguvu za kijeshi pamoja na nguvu za nyuklia. Urusi ni mojawapo ya mataifa ambayo yana uwezo mkubwa zaidi katika idadi ya silaha za nyuklia pamoja na silaha nyingine za kawaida. Lakini uhalisia wa kihistoria na kitamaduni, Urusi imekuwa sehemu ya mizunguko mikubwa ya ustaarabu wa dunia. Ni taifa ambalo sio la kuliweka pembeni. Maneno haya yanazungumzwa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Anasema magharibi walijaribu kutumia vikwazo na mashinikizo. Zaidi ya vizuizi 30,000 vimewekwa dhidi ya Urusi. Vikwazo hivi ili kuibana na kuinyima nafasi, lakini badala ya kuanguka, Urusi imeonyesha ustahimilivu mkubwa. Putin anajivunia kwamba Urusi chini ya vikwazo zaidi ya 30,000 imeweza kuendelea kukua kiuchumi na kujenga ushirikiano mpya, hasa katika bara la Asia, katika ukanda Mashariki ya Kati, bara la Afrika, lakini pia Amerika ya Kusini. Badala ya kudorora, Urusi imegeuka kuwa sehemu muhimu ya usawa wa dunia, maana hakuna mjadala wa kimataifa kuhusu usalama, nishati au teknolojia ambao unaweza kufanyika bila uwepo wa Urusi. Kisha anasisitiza, anasema Putin, usawa mpya wa dunia wa kiuchumi, kisiasa na kiusalama hauwezi kusimama bila Urusi. Iwe wanapenda au hawapendi, lazima Urusi iwepo. Kwa hivyo Urusi inajipa sura ya kuwa nguzo ya kulinda usawa wa dunia, sio kwa kudai uongozi peke yake, bali kwa kuonesha kwamba dunia inahitaji nguzo kadhaa. Hapa anahitaji China, India, Urusi yenyewe, Amerika ya Kusini, Afrika na mataifa mengine. Anasema hapa wataondoa mfumo wa upande mmoja. Kwa ufupi, Putin anaweza kuweka msimamo huu. Anasema Urusi ndiye mshirika. Naomba ninukuu. Putin anaweka msimamo kwamba Urusi ndiye mshirika ambaye hawezi kupuuzwa, hata vikwazo vikubwa haviwezi kuidhuru,
Nafasi yake ni kuhakikisha kwamba multipolarity haibaki maneno matupu, bali na kuwa mpangilio wa kweli wa dunia. Hapa kuna tafsiri kamili ambayo inaonyesha kwamba Urusi wao wako imara katika kila idara. Anasema magharibi wanaunda tena uadui wa kikale, ile iliyoundwa karne nyingi zilizopita, yani Urusi. Watu wengi nchini Ulaya wanapata ugumu kuelewa kwa nini wanapaswa kuwa na hofu kubwa sana ya Urusi, kiasi kwamba ili kuipinga wanapaswa kupunguza maisha yao na hata zaidi kuacha maslahi yao wenyewe, kuyatupa na kuendeleza sera ambazo zinaonesha wazi kuwa ni za kuwadhoofisha wao wenyewe. Hata hivyo, viongozi wa ngazi ya juu wa Ulaya, umoja unaendelea kueneza hisia za hofu. Wanadai kwamba vita na Urusi vipo karibu sana. Wanarudia upuuzi huu. Kauli hii ni kauli alizungumza bwana Vladimir Putin. Putin anasema kwa uwazi, wakati mimi mara nyingine nikiangalia na kusikiliza wanachosema, ninafikiri hawawezi kuamini. Hawawezi kuamini wanaposema kwamba Urusi inakaribia kuishambulia NATO. Haiwezekani kuamini hivyo. Hata hivyo, wanajaribu kuufanya watu wao waamini. Yani, wanajaribu kuwafanya watu wao waamini. Hivyo ni watu wa aina gani hawa? Wapo ama hawana uwezo kabisa, ikiwa kweli wanaamini hivyo, kwa sababu kuamini upuuzi kama huu ni jambo lisilowezekana, au wanahila tu kwa sababu wao wenyewe wanaamini, bali wanajaribu kumshawishi raia wao kwamba ni kweli. Je, kuna chaguo jingine lolote walilonalo? Yani Putin hapa kwa kiburi kabisa anasema kama wamesikia Urusi inataka kuzishambulia nchi za NATO, wamekuwa kiyazungumza maneno haya kwa raia wao pamoja na vitu vingine. Anasema kama wameona Urusi ni kweli inataka kushambulia, je, wana jambo gani ambalo wanataka kulifanya? Kama wanaweza wakafanya, wafanye. Lakini akasema hivi Putin, kwa uwazi nataka niwaambie, si wanahofia kwamba tunataka kuwashambulia, na waambia tulieni, laleni kwa amani, na shughulikieni matatizo yenu wenyewe. Angalieni kile kinachotokea mitaani kwenye miji ya Ulaya, kile kinachoendelea kwenye uchumi, viwanda, utamaduni na utambulisho wa Ulaya, madeni makubwa, ongezeko la mgogoro wa mifumo ya usalama wa jamii, uhamiaji usio na udhibiti, ukatili unaotawala ikiwemo ukatili wa kisiasa, pamoja na kujisaji wa vikundi vya mlengo wa kushoto, lakini pia ubaguzi wa rangi, makundi mengine ambayo yamekuwa kisababisha hayo mataifa yashindwe kuwa na ustaarabu. Yeye anachosema, anawaambia nyie nchi za kimagharibi, si mnasema mimi nataka kuwashambulia? Hapana, nyie laleni, tena laleni kwa amani. Anasema Urusi iko tayari kwa lolote ambalo linaweza likitokea. Kwa yeyote ambaye anadhani anaweza kutushambulia kijasusi kama tunavyosema hapa Urusi, hilo jambo haliwezekani. Urusi lenyewe ni taifa ambalo linaweza likaishi kwenye vitisho, lakini Urusi linaweza likaishi kwenye amani. Urusi anaweza kaishi kwenye utulivu wa raia, lakini Urusi kikubwa wanachokitafuta ni msingi wa taifa lao, na kama itaonekana hivyo vitu haviwezekani, basi watatoa jibu la moja kwa moja. Huyu ni rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, ambaye amezungumza maneno hayo katika huo mkutano wa klabu ya Valdai ambao umefanyika pale mjini Sochi, na zaidi ya viongozi 140 kutoka mataifa zaidi ya 40 duniani ikiwemo Marekani walishiriki katika mkutano huo. Kwa hiyo yote ambayo ameyazungumza bwana Vladimir Putin, amezungumza na viongozi hao, wameyasikia. Sasa ni kusubiri tu kuanza kuona wanapoanza kujibu, hasa pale alipowaambia nyie si mnasema nataka kuwashambulia, mimi sina haja ya kuwashambulia, laleni, tulieni, laleni kwa usalama kabisa, ila mkitaka liwalo na liwe, basi ninaweza nikafanya sana wakati wowote, kwa sababu wao Warusi wamejiandaa kwa kipindi kirefu zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.